Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wananchi kuendelea kulinda amani, kuimarisha umoja wa kitaifa na kudumisha mshikamano uliowekwa na waasisi wa taifa. Amesisitiza kuwa misingi hiyo ilijengwa kwa juhudi za viongozi wa kihistoria akiwemo Julius Kambarage Nyerere na Abeid Amani Karume ambao waliweka dira ya taifa lenye utulivu na maendeleo. Ameeleza kuwa kwa zaidi ya miongo 6, Tanzania imeendelea kuwa mfano wa kuigwa duniani kwa kudumisha amani na utulivu. Hali hiyo, amesema, imetokana na juhudi za viongozi wa awamu mbalimbali walioendeleza falsafa ya umoja, mshikamano na kuheshimu utu wa kila mwananchi bila ubaguzi wa aina yoyote. Dr. Mwinyi amebainisha kuwa amani na utulivu wa kisiasa na kijamii ni msingi muhimu wa maendeleo endelevu, kwani huwezesha utekelezaji wa sera na mipango inayolenga kuinua maisha ya wananchi. Aidha, ametaja lugha ya Kiswahili kuwa chombo muhimu kinachounganisha Watanzania na kuimarisha utambulisho wao wa kitaifa. Katika hotuba yake, amegusia pia wajibu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali na wananchi waendelee kulinda muungano, kuimarisha utawala bora na kuheshimu sheria. Amesema juhudi hizo zinapaswa kwenda sambamba na mapambano dhidi ya umaskini na maradhi pamoja na kupanua fursa za ajira kwa vijana. Pia amesisitiza umuhimu wa kupambana na rushwa, akieleza kuwa ni kikwazo kikubwa kwa haki na maendeleo. Amehimiza ushirikiano wa pamoja katika kuitokomeza ili kujenga taifa lenye usawa, uwajibikaji na maendeleo endelevu. Nikiripoti kutoka katika chumba cha habari, mimi ni Ganji Mashaka wa Dar es Salaam, Tanzanite TV. Sote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulinda amani yetu na kuimarisha umoja wa kitaifa ulioasisiwa na waasisi wetu na kudumishwa na viongozi wetu waliofuatia katika awamu mbalimbali za uongozi kwa miaka 65 sasa. Tanzania imeendelea kuwa ni nchi ya kuigwa duniani kote na kujulikana kama kisiwa cha amani. Heshima hii kubwa kwa taifa letu katika jumuiya ya kimataifa imejengwa kwa nguvu kubwa na waasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume, na imekuwa ni kipaumbele cha viongozi wetu walioshika madaraka ya nchi yetu katika vipindi tofauti. Kwa kutambua umuhimu wa tunu hii ya umoja na amani, Tanzania imeendeleza utamaduni wa kujenga mahusiano mazuri ya kindugu na ushirikiano baina ya wananchi wake, huku msisitizo mkubwa ukiwekwa katika kuheshimu utu wa mtu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, katika taifa lolote, amani, umoja, utulivu na mshikamano wa kisiasa na kijamii ndiyo misingi ya maendeleo endelevu. Utulivu wa nchi huwapa fursa viongozi kuandaa sera za maendeleo na kusimamia utekelezaji wake. Kwa kutambua umuhimu wa umoja na mshikamano wa watu katika jamii, waasisi wa taifa letu katika harakati zao za kujenga taifa imara la Tanzania walitumia lugha ya Kiswahili kuwaunganisha Watanzania na kutokomeza kabisa tofauti za ukabila, rangi, dini, elimu na tofauti za kiuchumi. Walifanya hivyo ili kujenga misingi imara ya umoja na mshikamano wa kitaifa. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kama yalivyo mataifa mengine duniani, serikali zetu mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, taasisi za dini, asasi za kiraia, vyombo vya habari na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunao wajibu wa kuhakikisha kuwa muungano wetu, amani, utulivu na umoja wa kitaifa tulio nao vinalindwa, kuimarishwa na kudumishwa. Tunao wajibu wa kulinda misingi ya utu na kuheshimu utawala wa sheria, kusimamia uwajibikaji na utawala bora, kulinda mipaka ya nchi, kuendeleza vita dhidi ya umaskini, ujinga na maradhi, na kuongeza juhudi za kubuni na kupanua fursa za ajira kwa vijana. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu pia zitaendelea kuhimiza mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu isemayo, kuzuia rushwa ni jukumu langu, ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu.
Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni jukumu letu sote. Vitendo hivi viovu vya rushwa katika taifa letu vimeundiwa sheria mbalimbali pamoja na taasisi za kisheria katika kuhakikisha vinatokomezwa kabisa. Hivyo ni wajibu wetu wananchi sote kushirikiana na taasisi zinazohusika katika kutoa taarifa na kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa, kwani ni adui mkubwa wa haki na jitihada zetu za kuleta maendeleo nchini. Sote tunafahamu kuwa mapambano dhidi ya rushwa si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu. Tushirikiane kuikataa rushwa na kuwafichua wanaojihusisha na vitendo vya rushwa ili tuwe taifa lenye kuzingatia kuwepo kwa haki, uwazi na maendeleo endelevu. Waheshimiwa viongozi, ndugu